Kwa hiyo hata leo hii huyo kamanda in chief wanajeshi wakaamua kwamba hatukutaki, kwani kuna makamanda in chief wangapi duniani wameondolewa na wanajeshi? Kwa ni kwamba tu hata ndani ya jeshi tumekosa waadilifu, na njia za kukosa waadilifu, baadhi ya watu kama mshakumsikia yule msemaji wa jeshi kwamba baadhi ya watu wanaingizwa jeshini kwa vimemo za viongozi wa siasa. Kwa hatuna wale wanajeshi waadilifu kama umetembea jeshini. Yani sasa hivi mwanajeshi ukiwa mvuta bangi ndio unaonekana mwanajeshi. Mwanajeshi ukiwa unakunywa sana bia, ukiwa unapiga watu ndio unaonekana mwanajeshi. Hapana, mwanajeshi unaonekana mwanajeshi kwa umefanya mission gani katika taaluma yako ya jeshi. Yani wewe hujai kumsaidia mwananchi, hujai kusaidia nchi yako, unaitwa wewe mwanajeshi. Kwa hiyo Sister Saudia, of course kweli rais wa Tanzania ni commander in chief, ni amiri jeshi mkuu, lakini light asingepewa mamlaka makubwa ya kuingilia mifumo, kwa sababu yeye kikatiba, sio kisheria za kijeshi, sio kisheria. Unajua rais kumteua CDF mkuu wa majeshi, hiyo haipo kijeshi, ipo kikatiba. Kwa kikatiba rais anamteua mkuu wa majeshi, kikatiba rais anamteua IGP ambaye ni mkuu wa jeshi la polisi, kikatiba rais anamteua jaji mkuu. Sasa hata kama asipokuwa na huo ukamanda in chief, huo amiri jeshi mkuu, lakini amepewa mamlaka ya kufuma mfumo mzima wa kiulinzi. Kwa badala ya kufuma mfumo mzima wa kiulinzi wa nchi kwa ajili ya kulinda nchi, anaufuma mfumo mzima wa kiulinzi kwa ajili ya kumlinda yeye aendelee kuwa madarakani. Na ndio maana mimi nimezungumza hapa kwamba mnaohangaika kwamba ubovu wa katiba mpya ni nini, ngoja tukasome kwenye katiba mpya tukakijua kichukua kibovu. Msihangaike, ubovu wa katiba mpya ni hakuna separation of power, rais ana mamlaka makubwa. Huo ndio ubovu wa katiba mkubwa. Nadhani ndio unachukua 95% ya ubovu wa katiba yetu. Shukrani. Asante sana kweli, na mimi niongezee pia, unajua kitu ambacho bado kinatusumbua sana sisi wa Tanzania, kuna vitu vingi ambavyo hatuvielewi kwa sababu zamani hatukutengenezwa kufuatilia mambo ya nchi. Kwa hiyo hawa jamaa walikuwa wanataka kutuongoza ovyo ovyo. Sasa hapo uko vizuri quiz, na mimi nataka tu niongezee kwa ufahamu zaidi ni kwamba yani kitaalam kabisa inawezekana kubadilisha katiba. Inawezekana kubadilisha katiba na ili rais asiwe amiri jeshi mkuu. Lakini sasa hapo ni kwamba kwa nini nchi nyingi zinaepuka sana kubadilisha katiba au kufanya kwamba rais asiwe amiri jeshi mkuu? Cha kwanza ni hofu ya mapinduzi. Kwa sababu yani jeshi likiwa na mamlaka kamili bila usimamizi wa kiraia, ni rahisi kwa viongozi wa kijeshi kuchukua nchi. Na unajua nchi yoyote inalindwa na jeshi. Yani jeshi wakiamua wenyewe kama wenyewe, tena acha wakubwa, hawa wadogo wa chini hawa. Yani hawa wakiamua kesho tu wanachukua nchi. Unaona, sema tu kwamba jeshi linaishi kwenye sheria na kiapo. Wanajeshi wanaishi kwenye, ndio maana unaona nchi yote ya kidemokrasia ni lazima rais awe amiri jeshi mkuu, kwa sababu wanaamini jeshi linaishi chini ya kiapo. Sasa yule rais anapokuwa ni amiri jeshi mkuu, ni rahisi sana hao wanajeshi kumsikiliza. Kwa wanakuwa wanaepuka mapinduzi ya nini, ya kijeshi. Pia wana hofu ya ukosefu wa uratibu wa kinani, wa kiusalama. Sasa ni lazima sera za nje za rais, sera tuseme za kidiplomasia, lazima ziendane na nguvu ya jeshi. Nafikiri tunaelewana vizuri hapo. Kwa kama rais hana mamlaka ya kijeshi, hawezi kutekeleza sera zote za ulinzi kwa ufanisi. Umeona? Sasa ndio maana unakuta shida sio rais kuwa amiri jeshi mkuu. Shida ni kwamba tunakuwa na rais wa namna gani? Yes. Tunapata yes. Sasa pia unakuja kukuta kuna mifumo ambayo imewekwa na taifa letu, mifumo ambayo sio kwamba kila nchi wanafanya hivi. Kwa mfano sisi hapa Tanzania mamlaka yote kapewa rais. Tutoke kwenye uamiri jeshi mkuu, yani mamlaka yote. Rais akiamka amelewa, au kama alikuagiza kitu afu wewe ni mkuu wa mkoa
unaona kabisa hiki kitu mbona sio cha kizalendo au mbona sio sahihi, ukikataa anakubadilisha muda huo huo. Na kuongezea kaka PDF hapo. Mamlaka mengi yamepewa rais. Kuna indirect authority na kuna direct authority. Maana yake kuna mamlaka ambayo yako wazi wazi ambayo rais amepewa, lakini kuna mamlaka ya kificho. Ni kama alichokifanya kwa Ndugai. Alichokifanya kwa Ndugai, akatumia chama chake kumtoa nani? Kumtoa uspika Ndugai. Lakini Ndugai alichokizungumza ni kitu cha msingi. Kwa hiyo ukiachana haya mamlaka makubwa aliyokuwa nayo ambayo katiba imeorozesha na sheria zingine zimeorozesha, lakini kuna indirect authority alizokuwa nazo anaweza kazitumia kupitia chama chake na kupitia kupitia kwa mfano ile sheria ya kusema kwamba mbunge lazima awe mwanasiasa. Ile sheria rais anaweza akaitumia akatengeneza authority kubwa kupitia ile sheria. Endelea kaka PFD. Sawa. Asante kabisa, hivyo hivyo upo sahihi. Kwa hiyo unakuja kuona kwamba shida yetu sisi sio kwamba rais kuwa amiri jeshi mkuu. No. Shida ni kwamba yule rais anakuwa ni rais wa namna gani? Sasa kuna kwa mfano unaweza kuja kukuta hapa kutokana na jinsi ambavyo rais kapewa mamlaka yote. Ndio maana kuna vitu vingine hata jeshi lenyewe haliwezi kufanya kitu. Sasa wewe kama mimi nakuteua wewe si lazima ufuate ninachokisema mimi, haijalishi ni kibaya au ni kizuri. Kwa mfano hapa kuna sekeseke lilipita na zile container za risasi before 29. Kuna wengi walikataa kwa sababu walikuwa na mapenzi ya dhati na taifa lao. Wanajua kabisa kwamba hawa ni vijana wetu. Kwa nini nikasaini ile container la risasi lipite pale bandarini? Wengine mioyo ilikataa, wakaona hapana. Hata kama nasikiza kwa kila kitu lakini hiki siwezi. Walikuwa wanatolewa, ndio maana unaona hapa katikati before 29 hao watu walikuwa wanabadilishwa sana. Anabadilishwa huyu, mpaka walivyokuja kumpata yule mwenye akili kama zao akatia sign. Container likapita na kweli wamekuja kutua ndugu zetu, wamekufa wengi sana. Sasa shida sio kuwa amiri jeshi mkuu. Shida ni kwamba sisi tupambane, wananchi, tupate katiba ambayo sisi wananchi tuna uwezo wa kumhoji yule rais pale tunapoona anafanya kitu tofauti. Sio kama mnanielewa vizuri. Na hii hapa ilitokea toka zamani wazee. Hii yani ni sumu ambayo imeeleweka kaka PFD. Ni hivi unachomaanisha ni kwamba kama nchi zenye demokrasia na nchi zenye mfumo wa kijamhuri zimeconnect cheo cha uraisi au cha executive in chief kimeconnect na mifumo ya kijeshi ili kwa sababu rais ni mfumo wa kiraia kwamba anachaguliwa kwa kidemokrasia, kwamba rais ni mfumo wa kiraia kwamba anachaguliwa na wananchi, na ni mfumo wa kijamhuri kwamba anachaguliwa na wananchi. Sasa kitendo cha nchi ambazo zinaongozwa kwenye mfumo wa kidemokrasia na mfumo wa kijamhuri kuconnect masuala ya kijeshi, yani kuconnect ofisi ya Ikulu au executive na jeshi, ni kwa malengo mazuri kwamba wananchi au jamhuri au raia wasihujumiwe kwa nguvu na ubabe wa jeshi kwamba wana vifaru. Sasa tatizo linakuja kwamba nchi zetu sisi ambazo zinaigiza demokrasia, kwa sababu sisi hatufanyi really democracy, tunaigiza demokrasia. Sasa nchi zetu sisi ambazo tunaigiza demokrasia, huyu rais ambaye anapatikana kiraia, je, anapata baraka kweli kutoka kwa wananchi? Sasa tatizo linakuja kwamba huyu rais hapati baraka kutoka kwa wananchi. Kwa definitely hata lengo la walioanzisha kuconnect mfumo wa kiraia na mfumo wa kijeshi unashindwa kufanikiwa. Mfumo wa kiraia na mfumo wa kijeshi waliobuni mfumo kuunganisha ungefanikiwa kama rais anatokana na wananchi, kama nilivyozungumza kwamba anatokana na ile definition ya ibara namba 8 kwamba mamlaka yote yanatoka kwa wananchi. Sasa mwisho wa siku huyu rais badala ya kutumia ile kama alivyozungumza Saudia kwa definition ya Saudia kwamba badala ya kuitumia ile commander in chief kuwa connected na masuala ya military kwa ajili ya kusaidia wananchi, yeye anaitumia kwa ajili ya kuwaumiza wananchi. Yani yeye opportunity ya commander in chief, badala opportunity ya commander in chief katika executive, badala ya kuitumia kuwasaidia wananchi, yeye anaitumia kwa ajili ya kuwaumiza
wananchi. Why? Because hatokani na wananchi, na wananchi wanampinga kwamba tukutaki wewe haufai. Sasa yeye ambaye anabidi athibitishe na wananchi, anatumia mfumo mzuri ambao watu waliweka kwa nia nzuri kwa ajili ya kuadhibu wananchi. Nadhani hoja yako ndio hapo, na hoja hiyo ni nzuri sana. Nadhani Sister Saudia atakuwa ameelewa vizuri hapa. Yes. Hapo hatuwezi kuongeza mwingine zaidi tutawachanganya. Asante sana bwana Quiz. Ise nimewapata kabisa. Ila tuendelee kukumbushana Watanzania, tujitahidi kusoma ili tuelewe vitu gani vinaendelea kwenye nchi yetu, tuelewe katiba zetu zipoje. Tuache maisha ambayo waliishi babu zetu huko. Babu zetu pia na wenyewe wamechangia kutufikisha hapa, kwa sababu laiti wangelikuwa na wenyewe wangesoma haya mambo ya katiba, wangekuwa wameyasoma miaka hiyo afu wakayapinga, tusingefika hii hatua tulofika. Lakini babu zetu na wenyewe walikuwa sijui niseme ndo walikuwa wajui kusoma au ndo walikuwa kujinga mwingi, uoga. Lakini ndio maana wakubali sana wazungu. Wazungu walikataa huo upuuzi tangu miaka hiyo, wakapigana, wakapambana, ndio maana leo vizazi vyao na vizazi vinaishi vizuri. Sisi ndo tunaanza sasa ili heka. Anyway, tusikate tamaa, tutafika. Mimi napaona tunafika mpaka sasa hivi tulipofika hapa tunawanyosha. Yaani tunawanyosha barabara kabisa. Na tuendelee kuwanyosha hivi hivi. Haya jamani. Naona wengine wapo kimya hapa. Tuendelee kuongelea mikakati, nini kifanyike. Haya mtap naanza kuletewa manini huko. Sijui hata nimefanya nini. Wanaanza kuniambia ni confirm number, sio nifanyeje hapa, na anaelekea kushushwa sasa hivi. Naelekea kushushwa jamani, mtap kwa wingi, mtap. Wameanza kuleta virus. So ungeshusha kwanza dada, alafu upandishe tena. Yaani ukae like 30 minutes alafu upandishe tena. Maana wakitushusha hapo ndio unakuwa suspended hivyo. Wameniletea namba like kama game vile, nikikosea kitu kinashushwa. Lakini afadhali nimeweza. Wanapambana watu. Wanatafuta njia zote kutushushia, na sidhani kama kuna live nyingine huko. Ndio maana tunasema tukifungua live kama hivi tupige na ndo zote tuhakikishe yani tumemaliza kila kitu, hata akifunga fresh tushamaliza kila kitu. Ila Tanzania mimi na wasiwasi kwa hawa viongozi vyetu machizi hao. Usishangae ukaja kusikia siku moja madawa kulevya yanatengenezwa kwenye nchi yetu. Hiyo siku ulimwengu utatetemeka. Maana tulipofikia sio pazuri. Nakumbuka Magufuli unajua aliwezaka kugundua kulikuwa kuna sehemu sijui ni kijiji gani. Bwana, ndege zinatua hilo eneo fresh tu, wazungu wanaingia na kutoka. Yaani watu wanaingia na kutoka. Hivi ni mnakumbuka hicho kitu? Sijui ni mkoa gani Magufuli aliweza kugundua huko. Watu wanatoka kwenye nchi za kwao huko, hawapiti kwenye airport hizi kubwa na passport zao waingie. Yaani wanapitia njia zao, wanatua pale Tanzania, wana uwanja wa ndege wao pale, wanatua shwa, wanafanya mambo yao, wakimaliza wanaondoka. Na serikali yetu iko pale. Magufuli ndo alikuwa kiboko ya hao washenzi hao. Magufuli, Mungu huko alipo, dhambi zake nitazichukua. Ana hata kutoka madarakani kwa sababu anajua ana madudu mengi. So ndio maana unakuta yani uachie kiti ni ngumu. Sasa ukiona kama hivyo ama masuala madawa kulevya huko ambao si unaona ni kitu ambacho kilikuwa kimeanza kitambo, ni miezi ya nyuma. Kwa hiyo walijua kabisa hapa tukisema tutoke madarakani
lazima tutakuja kugundulika uovu wetu, hiyo meli ingegundulika, yani kila vitu vingi vingegundulika. Kwa hiyo ndio maana wanatumia yani nguvu nyingi kuhakikisha kwamba yani hawatoki huko madarakani, kwa sababu wana madudu mengi ambayo hayaelezeki kabisa. Kuna mtu hapa kaandika kwamba anaitwa Swing Law, amezungumza kitu kimoja ambacho kimenifanya na mimi nizungumze. Anasema kwamba Magufuli aligundua mengi sana jamani. Yani mimi unajua mtazamo kuhusu utawala wa Magufuli, sitaki hii mada izungumzwe sana kwa sababu CCM yanapenda sana tumzungumze Magufuli vibaya ili huyu aliyekuepo iwe alternative ya kuto kuzungumzwa. Mtazamo kuhusu utawala wa Magufuli tumetofautiana sana, lakini tumi Magufuli kwenye accountability, uwajibikaji, alifanikiwa zaidi. Na Magufuli tuzungumza kwenye demokrasia. Kwenye demokrasia kweli Magufuli mimi mwenyewe nilikuwa nampinga sana kwenye demokrasia, lakini in sense of accountability, ule uwajibikaji maofisini ulikuwa unaonekana. Alafu pia Magufuli alikuwa very active kuhusu masuala ya kitaifa, very active. Yani hakuna rais ambaye ashawahi kuwa very active kama Magufuli kuhusu masuala ya kitaifa. Alikuwa anakutajia kilomita za barabara zote ambazo zimejengwa sasa na ambazo zinatarajia kujengwa, na anakuwekea ile pointi desimali ngapi, anakuelekeza sasa. Na vitu vingi hata huku kwenye masuala ya mawizarani nini huko, alikuwa anajua vitu vingi sana vya ndani. Yani in short ni kwamba Magufuli alikuwa ni kama yule baba ambaye anafuatilia, anaweza akamjua hata boyfriend wako, anaweza akamjua hata jina kabla hata wewe hata hujajua kwamba anajua. Alikuwa ni mfuatiliaji kiasi kwamba hata wewe ni mwanafunzi unajihusisha na mapenzi na girlfriend anajua. Sasa kwa nchi za Kiafrika kwa nchi za Kiafrika tunahitaji marais kama wale, kwa sababu nchi zetu za Kiafrika kama unavyojua wengi ni maskini. Kwa hiyo kuna maskini wanatumia njia za wizi kujitoa kwenye maskini, na kuna maskini wanatumia njia za halali kujitoa kwenye maskini. Kwa nchi kama hizi za Kiafrika, ukiachana pia na mifumo ya kikoloni ambayo tumetupelekea hivi leo, lakini nchi zetu za Kiafrika zinahitaji viongozi ambao wanachola ego, yani sio ego ile ego selfishness, no, na maanisha yule ndege tai, ile jicho lake lile, kwa sababu anaweza kawa kwenye sky maili ngapi, lakini akaona chini kuna nyoka au kuna panya akaja kuichukua. Kwa hiyo tunahitaji kuwa na kiongozi ambaye anajua kufuatilia. Imagine leo kiongozi lazima ujue migogoro ya ardhi Kilosa ipoje, migogoro ya ardhi Mwanza ipoje, migogoro sasa. Yani Magufuli, mimi kitu ambacho nilikuwa nampenda ile activeness, ule yani alikuwa ni mtu ambaye yani anajua vitu vya ndani zaidi. Anashinda Ikulu, lakini mifumo yake mpaka muuza matikiti Kariakoo, muuza matikiti Mabibo au muuza dagaa pale Mwanza au Kigoma, anajua kinaendelea nini. Na ndivyo viongozi ambao tunatakiwa kuwa nao. Sio kiongozi wewe unajua tu kubadilisha lips shine tu, upake sio shadow mdomoni. Tunajua lazima tu tuna viongozi ambao wanajua mambo kiundani. Nakumbuka yule mama wa airport yule ameenda namuuliza maswali anajingatangata tu. Kwa hiyo mimi sikukubaliana na Magufuli kwenye democracy, yes, alikuwa sio mzuri, lakini uwajibikaji, accountability, ufuatiliaji, kama kitu alikosea labda kufuatilia kitu ambacho hakifai, lakini akikufanyia maamuzi magumu, lakini ufuatiliaji, yule mzee bwana mimi nampa asilimia zote. Ila kwenye democracy hapana. Ndio maana yani unafikiri kama Magufuli bado angekuepo hai, unafikiri kuna viongozi wajinga kama wakina Mwigulu, wakina Girishoni Msigwa ambao wanaongea vitu ambavyo visikokuwa na fact, unafikiri wangekuepo? Na ndio uzuri Magufuli akawatoa tu wale ambao walikuwa na veti wana nini vile veti vya kufoji vile, ina maana waliona kabisa hawana vigezo, na ndio maana akawatoa. Ipo hivi Chununu, ipo hivi ukiachana na Magufuli, mimi nilikuwa sikubaliani naye kwenye masuala ya kidemokrasia. Sidhani kama yaliyotokea tarehe 29 Magufuli angeyafurahia. Magufuli ukiachana na ule umwamba, yani ukiachana na asingefurahia kwa sababu gani? Kama yes, kuna kipindi okay sawa, sorry.
Yani ukiachana na Magufuli yani kuwa mkali sana, lakini kwa mtu ambaye unamfuatilia sana alikuwa na kitu fani kama kahuruma. Yani ukiachana na ule ukali sana, lakini alikuwa na kitu fani kama kahuruma. Kuna watu ambao sio pro Magufuli, mimi sio pro Magufuli, lakini yale ambayo alifanya kwenye mustakabali wa taifa mazuri, mimi namuunga mkono. Yani yaliyotokea tarehe 29 Magufuli asingeweza kufurahishwa kilichotokea tarehe 29. Hata ile kauli ya Chalamila kwamba mama, kama uwezi kulipia vifaa vya kujifungulia, nenda kumwambia mama wako akuzalishe. Chalamila singekuwa mkuu wa mkoa sasa hivi. Lakini nowadays business as usual. Endelea Sister Swinglaw. Anasema asingefurahishwa yule baba. Mimi hapa sio mshabiki yake, lakini yani kuna namna tu alikuwa ana ubinadamu, kwa sababu nakumbuka kuna speech yake moja alikuwa anatakiwa atoe ile like kwamba kuna wafungwa wale wanaohukumiwa vifo wale, akawa anatakiwa atoe kauli ya mwisho kwamba wanyongwe, lakini alishindwa. Akasema kwamba natoa msamaha, siwezi nikasema eti watu 200 wanyongwe kwa sababu maybe waliua mtu mmoja. Kati ya mimi ambao nitaua watu 200 na wao waliua watu mmoja, nani atakuwa na dhambi? Yani yule baba alikuwa ana huruma, pia alikuwa ni mtu mwenye hofu ya Mungu. Kwa hiyo ambaye angetokea tarehe 29, yani kama angekopo yeye asingetokea, na pia asingefurahishwa na hivyo vitu ambavyo vimetokea hata mara moja, yani hata kidogo. Lazima angewajibika, lakini huyu ambaye yuko sasa hivi hana huruma, hana hofu ya Mungu, ni mtu ambaye yani yuko tayari kufanya anything ili tuwe awe kwenye madaraka. Ndio tofauti yake yeye na huyo mzee wetu aliyekufa huko. Hivyo ndio nilikuwa nataka nikazie. Unajua my sister Swinglaw ni kwamba mimi nipo Tanzania. Mimi unajua nimeshiriki kwenye mijadala mingi kwenye mitandao mingi, lakini nilichogundua kitu kimoja. Watu ambao hawakuwepo Tanzania kipindi Magufuli yupo Tanzania na hawajakaa muda mrefu, hawapo Tanzania muda mrefu, walikuwa wanamchukia sana Magufuli. Na mimi kwenye mijadala kwenye mitandao mingine huko nilikuwa naambiwa mimi nimemezeshwa na propaganda za Magufuli. Lakini ukienda katika uhalisia, Magufuli ukiachana na masuala ya demokrasia hayo, yani Magufuli kitu ambacho yani inawezekana pia na ile saiko yake ya washauri kwenye demokrasia, ndo nadhani alikosea sana kile kitendo cha kununua pinzani nini na nini. Lakini kwenye masuala ya accountability, yani uwajibikaji, yani ulikuwa ukienda polisi unaogopwa kwamba usije ukawa mpelelezi. Mimi nakumbuka kipindi hicho nimeenda polisi na vimba, polisi wanaona kama mimi ni mpelelezi. Mahakamani kulikuwa kuna integrity, uadilifu. Mimi kipindi cha Magufuli nilikuwa na kesi na tajiri mkubwa sana, lakini ile kesi namshukuru Mungu ilienda vizuri, nilishinda. Lakini ingekuwa utawala huu, mama yangu, ningeisha. Yani kulikuwa kuna integrity kubwa sana, ukienda serikali za mitaa, ukienda polisi. Sasa kuna baadhi ya ndugu zetu ambao walikuwa nje kipindi hicho, walikuwa na msomo Magufuli kwa kigogo zaidi. Mimi sio kwamba nilikuwa nampenda Magufuli 100%. Uchaguzi wa 2020 ningekuwa ningemchagua nani, Lissu. Lakini does it apply kwamba eti kwa sababu ningemchagua Lissu Magufuli alikuwa hana chochote? Hapana. Kiukweli kuna vitu vingi ambavyo kipindi cha Magufuli vilikuwa ni dhahabu kwa watu wa tabaka la chini. Inawezekana Magufuli kuna vitu alivifanya watu hawakuvipenda, labda ilikuwa katika hali ya uboreshaji, kwamba ilibidi apunguze kitu fulani ili wote wafurahie. Kwa Sister Swinglaw, kwa nyakati hizi pia, kwa sisi watu wa mabadiliko, ni vizuri zaidi tukazungumza mazuri ya Magufuli kuliko mabaya ya Magufuli, kwa sababu tukizungumza mazuri ya Magufuli, hawa waliokuwepo sasa hivi hawapendi. Sasa na sisi inabidi tuzungumze wao ambao hawapendi. Angalia Dar es Salaam imependeza, maflyover kipindi cha Magufuli. Mnaangalia ile daraja la nini la Nyerere kule, daraja la Magufuli kule Busisi kanda ya Ziwa kipindi cha Magufuli. Niambie hii miaka 5 ni kitu gani ambacho ni kinaonyesha ile kwamba kweli kuna kitu kinachoendelea?
Hamna kitu. Na kipindi cha Magufuli pia hata yani waliofurahia zaidi ni maskini, lakini kutofautisha na kipindi hichi wanaoteseka ni maskini. Alafu kitu kingine, yani Magufuli alikuwa ni achana na kwenye demokrasia huko, lakini yani tukija kwenye wajibikaji, yani kiukweli ule he was the best. Yani hata mambo ya rushwa haya, kwanza ulikopo ukienda hospitali madaktari wanaogopa, yani hawafanyi mistake kwa sababu wanajua ni dakika 2 mbele kazi hawana. Lakini sasa hivi ukienda hospitali mwananchi ulikuwa unatamba. Ulikuwa unatamba mwananchi. Yani mtu anaenda hospitali unatamba. Mimi nakwambia zile reality vitu ambavyo mimi nimewini. Mimi naweza kukwambia vitu reality ambavyo nimewini kipindi cha Magufuli. Mimi Magufuli nilikuwa simpendi 100%. Ukimsimamisha Lissu na Magufuli nilikuwa namchagua Lissu. Lakini kuna vitu ambavyo kwa Magufuli nilikuwa navipenda ambavyo mimi pia nimfaidika. Mimi nimesave viwanja vyangu viwili. True plots. Kipindi cha Magufuli nilitaka kunyang'anywa, nikasevu. Kipindi cha Magufuli nilikuwa na kesi na tajiri. Yule tajiri kazi yake ni kufungulia mtu kesi, ukizinguana naye labda kwenye biashara, ukishafungua kesi anahonga, una nini, unapigwa nyundo. Lakini kipindi cha Magufuli mahakamani kulikuwa kuna very integrity, uadilifu ulikuwa mkubwa, nikashinda kesi simple like that. Nilikuwa naenda polisi, unaenda polisi walikuwa yani wakikuona ni mtu ambaye uko smart hivi, unaongea vitu ambavyo vina sense katika mambo ya kujitambua, wanakuogopa, wanaona kama huyo mtu ni mpelelezi. Nowadays yani yale mambo ya kusema unanijua mimi ni nani, sasa hivi amerudi kwa kasi sasa. Kwa kasi. Kwa zamani kipindi cha Magufuli ukijaribu kusema unajua mimi mtoto wa nani, huyo babako mwenyewe hana kazi, na ndio maana walikuwa yani wanazuia kusema hivyo. Lakini sasa hivi amerudi kwa kasi. Kimfanyia tu mtu kitu hivi unajua mimi ni mtoto wa nani, mara polisi wako hivi. Lakini kipindi cha Magufuli hata hao polisi wajinga wanaoteka watu, yani ikitokea yani wamefanya chochote, yani alikuwa anawajibika. Lakini sasa hizi wamejaa kichwa kwa sababu wanafanya vitu na hilo limama lao linawafurahia, linawapongeza, na ndio maana upumbavu mwingi unaendelea sasa hivi. Lakini kipindi kile huwezi kusikia mtu katekwa. Hilo kama ni wametekana ni wenyewe kwa wenyewe, ni wakubwa kwa wakubwa. Lakini huwezi kusikia maskini katekwa, maskini sijui kauliwa, sijui kafanywa hivi. Hamna kitu kama hicho. Na mahakamani yani ukienda, yani unajua kabisa hapa haki itapatikana. Lakini sasa hivi ukienda kwa mahakamani ndio unajitengenezea msiba hivyo. Kiukweli tupo pabaya sana. Walikuwa madarakani sasa hivi kiboko. Walikuwa madarakani sasa hivi wanaangalia Magufuli kweli ataka. Wanaangalia matumbo yao kwa sababu sasa hivi hata jeshi la polisi halihusiki na wananchi. Sijui jeshi la nini alihusika na wananchi. Hao wanahusika na hiyo serikali yao ambao wamejiamulia kujipea, ambao sisi hatujawataka. Na ndio maana tunasema lazima sisi kama wananchi tuhakikishe tunaondoa watu ambao sisi hatujawachagua, kwa sababu hatuwezi kukubali kuongozwa na watu ambao hatuwataki. Kila siku zinavyozidi kwenda na mambo yanazidi kubadilika, mambo yanazidi kuwa magumu, uchumi unazidi kuwa mgumu kwa sababu ya watu wachache ambao wamejilimbikizia mali. Umeona? Sasa hivi ni wanaofaidika na hii nchi ni watu ambao ni watu ambao kuna cycle ndogo sana, lakini wengine wote ni wanateseka. Na ndio maana tunasema kwamba sasa hivi kila mtu atateseka kwa wakati wake. Hamna kumuongelea mtu kama anaona maisha yamekuwa magumu atoke barabarani. Hamna kumuongelea mtu amekuja sijui mimi maisha yangu magumu sijui kama maisha yako magumu, ungana na ambao wanadai yake, toka barabarani. Umeona kabisa. Unaona hao ambao wanajifanya sijui kama maandamano ni wapumbavu tu, lakini hii siku wataelewa kwa sababu maisha yatakuwa magumu kwa kila Mtanzania, so sisi tu ambao tuko mahali hapa. Umeona? Kwa sababu hata wanavyojimbikizia mali sio kwamba wanawagaia hao UVCCM, ni wanajiwekea tu wenyewe. UVCCM wana maisha magumu kweli kweli. Sio kwamba hata wanafaidika, yani hawafaidiki kwa chochote. Waliona ile clip yule baba analia, yule baba mboga UVCCM anajua. Anakuambia kavunjiwa nyumba yake, tena alomvunjia nyumba yake ndo mtu ambaye alompigia kula, ndo mtu alimpambania kwenye hicho chama chao CCM mpaka akawa nini mwenyekiti sijui wa kijiji, mwenyekiti sijui wa nani. Lakini mwisho wa siku hao wenye waliwapambania. Umesikia Saudia? Yule jamaa ingekuwa kipindi cha Magufuli angepiga simu. Lakini niambie sasa hivi kingekuwa kipindi cha Magufuli. Aya, mnifuatilia sakata la uhamishaji wa Masai Ngorongoro kwenda Msomera.
Hilo lilituma sana kiukweli. Sasa fikiria lile sakata kipindi cha Magufuli lingefanyika. Alifanya na nani kwanza wa kulifanya? Kuna ambaye atakalifanya? Ushanielewa vizuri? Hakuna atakanyanyua anyanyuke afanye bwana. Kwa hiyo tulikuwa na rais ambaye yani at least ukiachana na ubovu wa katiba na udhaifu wake mwingine, lakini kuna vitu ambavyo Watanzania kwa miaka michache walifaidi sana. Sikatai, hata mimi mwenyewe kuachana, mimi nilikuwa sio followers wa Magufuli, lakini nilifaidika kwa miaka michache. Ni kweli Magufuli, unasikia Magufuli ni walimtia ubaya. Watu waliomtia ubaya ni wale watu ambao Magufuli alikuwa anawatumbua, ndo walimtia ubaya, walikuwa wanamuonyesha Magufuli kwamba ni mbaya. Tundu Lissu mwenyewe kanyosha mikono juu, yani Tundu Lissu mwenyewe na ndo alipigwa risasi, na kweli akajionea kwamba Magufuli kweli alikuwa ni rais, alikuwa yupo sahihi. Kaongea mwenyewe Tundu Lissu. Yeye Tundu Lissu ameshangaa huyo rais Samia sasa. Haya, Mange Kimambi ndo mtu wa kwanza ambaye alikuwa anamchukia Magufuli, kila siku alikuwa anamponda. Lakini leo ndo alipokuja kuona kwamba Magufuli alikuwa hana shida. Magufuli alikuwa sahihi. Huyu mama ndo mwenye matatizo. Yaani wale waliomzunguka ndo walikuwa wanampaka ubaya kwa sababu ya wajibikaji wake. Ukiangalia alivyoingia madarakani, kuna watu yani wale ambao sasa ndo walikopo top side, ambao wako top sasa hivi, kuna namna Magufuli aliwafanya waka drop. Kwa hiyo wakawa wanampakaza ubaya kina Kikwete hao, umeona? Kwa hiyo wakawa wanampakaza ubaya, tumuone mbaya, lakini yule mzee analisema lakini tutamkumbuka na nao isi hao tunavomkumbuka. Yaani hata kama alikuwa na madhaifu yake, lakini hakuwahi kuwa na roho chafu kama waliobaki sasa hivi, nisiwafiche. Yaani hakuwahi, yani ana roho ya huruma, ana hofu ya Mungu yule mzee. Umeona? Ngoja nimjibu na Tanzania, unajua Magufuli alikuwa anabana vyama pinzani kwa sababu gani? Kipindi hicho unaambiwa wale ambao unaona ambao walikuwa vya mapinzani ni watu ambao walikuwa UVCCM wakagombana. Walivyogombana sasa wakaamua kujitoa kule CCM. UVCCM ndipo walipojileta kwenye hivi vyama vingine vya mapinzani. So Magufuli aliwajua, ndo maana alikuwa anafanya nini, anawabana. So kama aliwabana hapa alikuwa anachukia vile vyama. Ngoja nikuweke sawa Saudia. Mimi mwenyewe ni mtu wa vyama vya kipinzani kindaki. Yaani mimi ni mtu wa vyama vya upinzani since before. Na mimi nilikuwa nampinga sana Magufuli. Ipo hivi Magufuli kuichukia Chadema ya kina Mboya alikuwa nakosa. Yaani Magufuli angechukia Chadema hii ya kina Lissu hii ndio angekuwa nakosa. Yaani hii Chadema ya kina Mboya ya kina Yeriko hivi alikuwa nakosa. Alikuwa anaona mengi sana kwenye vyama vya upinzani, alikopa manafiki, anatuuza wananchi. Manafiki kipindi kile manafiki yalijaa kama yule nani wanamuita nani yule mwenye nywele zake mvi tupu yule nani kashafariki kwanza. Alikuwa anamuita nani yule ndo alikuwa anaenda anagombea urais kipindi hicho. Lowassa si unakumbuka? Unajua kipindi kile watu wengi UVCCM walitoka wakaingia huku. Mboga mengi yalitoka huku yakaja huku kwenye nini cha mapinzani. Kwa Magufuli ile system alielewa, akaona hawa hapa nikiwapa my sister kwa Chadema ambayo ameipindua Lissu mwaka jana. Kwa sababu Chadema tukubali tukatae, Chadema ndio chama strong cha upinzani na chama chenye uadilifu na chama ambacho kinasimamia ukweli kuliko vyama vyote vya upinzani. Lakini kwa Chadema aliyokuwa anaiondesha Mbowe, Magufuli alikuwa ipo, tunakataa ile masuala ya ubinadamu kufanya hivi, lakini Magufuli alikuwa anaona ni jinsi gani ndani ya Chadema kuna unafiki mkubwa. Kwa hiyo kama kulikuwa kuna unafiki mkubwa na wao wakina Mbowe hao ndio walikuwa wanapiga makelele sana, Magufuli mbaya, wakina Yeriko mnamjua, alikuwa anapiga kelele sana, si Magufuli dikteta hivi na hivi, lakini kumbe yao ndio manafiki. Sasa hivi hayaendi kwenye kesi ya Lissu mahakamani. Sasa hivi Mbowe hajaenda kwenye kesi ya Lissu mahakamani, akina Yeriko ameenda Chauma, wakina Suyu hao wakina Salum Malum wameenda Chauma. Naona kazi. Kwa hiyo unaona ndio unajua kwamba kipindi kile Chadema ilivamiwa. Watu jamani, lazima muelewe pia, inawezekana kipindi cha Magufuli anadili na upinzani alikuwa anaona hawa wale tu, kwa sababu hawasimami katika
integrate. Kama mnakumbuka Peter Msigwa ameingia CCM, anasema Chadema wanachokifanya pale hawasimamii masuala ya upinzani, pale hakuna upinzani. Lakini Msigwa baada ya kusema Lissu anagombea uwenyekiti wa Chadema akaanza kukubaliana na Chadema. Kwa hiyo Chadema ya sasa hivi ndio Chadema ambayo kweli ipo kwenye uchama wa yani upinzani ule wa kweli. Lakini akina Yeriko Nyerere sasa hivi yako Chauma. Si yule nani yule Salumu Mwalimu yuko Chauma. Sijui kuna wanachadema wengi sana ambao wengine walikuwa kwenye kamati kuu. Kuna wengine walikuwepo kwenye baraza sio la wazee. Kuna ile mifumo ya kichama, yani zile machinery za chama. Walikuwa ni viongozi wakubwa, wamehama baada ya Lissu kushinda uchaguzi. Kwa ndani ya Chadema kulikuwa kuna unafiki mkubwa kuliko hata ubaya ambao alikuwa anaambiwa Magufuli. Lakini nowadays kiukweli mimi nakubaliana Chadema sasa hivi ni safi chini ya Lissu, na ndio maana wanapitia mazira wanayopitia sasa hivi. Yaani walokuwepo sasa hivi ni wale wa haki kweli. Lakini wale ambao walikuwa kipindi kile wanapingana na Magufuli, wale wote wanafiki. Lissu jamani, Lissu na Kikwete walikuaga pamoja, best friend, bam wanakula mali ya nchi vizuri tu. Eti Lissu nani? Lowassa na Kikwete. Umenishtua nikanajiuliza dadangu kapatwa na nini huyu? Sorry mpenzi, ni Lowassa yule mwenye nywele zake nyeupe yule kaka kaunga. Yaani yule na Kikwete ndo grupu lao, hao ndo waanzilishi wa CCM naambiwa kipindi hicho. Ndo waanzilishi wa CCM, hao ndo wenye wameleta mabalaa yote haya. Walikuwa bam. Kilichofuata mpaka mnapomwona Magufuli kuja kupata urais ni Mungu tu alimleta. Yaani Mungu kama aliwatawanyisha